Kiongozi wa Venezuela, Nicolas Maduro, amejitangaza kuwa rais halali wa Venezuela wakati akipinga kukamatwa kwake nchini Marekani na amekanusha mashtaka mazito yanayomkabili ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Mashtaka ambayo utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitumia kuhalalisha kuondolewa kwake madarakani. Akiwa mahakamani, Maduro alisema kwa lugha ya Kihispania kupitia mkalimani kwamba alikamatwa kabla ya jaji kumkatiza. Alipoulizwa msimamo wake kuhusu mashtaka yanayomkabili, Maduro alisisitiza kuwa hana hatia, ni mtu mwadilifu na kwamba bado yeye ndiye rais halali wa nchi yake. Hii ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufikishwa mahakamani Manhattan tangu yeye na mkewe Celia Flores walipokamatwa nchini kwao Caracas Jumamosi katika operesheni ya kijeshi ya kushtukiza. Flores pia amekana mashtaka. Maduro mwenye umri wa miaka 63 alifikishwa mahakamani chini ya ulinzi mkali mapema jana Jumatatu. Alisafirishwa kwa helikopta hadi Manhattan kutoka Brooklyn ambako amekuwa akizuiliwa na kisha kupelekwa mahakamani kwa gari maalum yenye ulinzi mkali. Akiwa pamoja na mkewe, waliwasili mahakamani dakika chache kabla ya saa 6 mchana. Wote walikuwa wamefungwa pingu za miguu na walivalishwa mavazi gerezani. Walitumia vinasa sauti ili kufuatilia mwenendo wa kesi iliyoendeshwa kwa lugha ya Kiingereza na kutafsiriwa kwa Kihispania. Jaji ameagiza wote wawili wabaki rumande na ametangaza tarehe mpya kusikilizwa kwa kesi hiyo kuwa ni March 17 mwaka huu. Kukamatwa kwa Nicolas Maduro kumetajwa na wachambuzi kama tukio lisilo la kawaida katika historia ya mahusiano ya kimataifa, kwani ni nadra kwa kiongozi wa taifa kufikishwa mahakamani nchini Marekani kwa mashtaka ya uhalifu wa kimataifa. Wakati huo nchini Venezuela, maelfu ya watu waliandamana hasa katika mji mkuu wa Caracas kama ishara ya kumuunga mkono Maduro, huku naibu wake wa zamani Delcy Rodriguez akiapishwa kuwa rais wa muda. Kwa mujibu wa mfumo wa kisheria wa Marekani, kama mshtakiwa wa jinai, Maduro atakuwa na haki sawa na mtu mwingine yeyote anayekabiliwa na mashtaka ya uhalifu nchini humo, ikiwemo haki ya kusikilizwa na baraza la waamuzi. Hati ya mashtaka ya kurasa 25 inamtuhumu Maduro na washirika wake kushirikiana na magenge ya dawa za kulevya kusafirisha maelfu ya tani ya cocaine kuingiza Marekani. Maduro anakabiliwa na kifungo cha maisha endapo atapatikana na hatia.